Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wala aqibatu lilmuttaqin wala udwana illa ala dhalimin, amma ba'du. Ndugu zangu Waislamu na hata wale ambao sio Waislamu, leo nawaleteeni aya yenye muujiza, aya ya ajabu, aya ambayo Muislamu kama unaisoma hata mara moja, kisha baada hapo muombe Mwenyezi Mungu shida zako baada ya kusoma aya hii, na niombe kwa utukufu wa aya hii na kwa uzito wake, kila atakayesikiliza video hii naomba hebu ahifadhi, aichukue hifadhi aya. Mimi kipekee nitaiandika hapo chini inshallah, ili uweze kuichukua na uweze kuhifadhi biidhnillahi taala. Kuna aya hapa na kuna dua yake. Kuna aya alafu kuna dua. Kuna aya alafu kuna dua. Hii aya mimi nitaiandika hapo chini. Nikuombe kwanza isikilize inaposoma, kisha baada hapo uweze kuichukua na uende ukaifanyie kazi biidhnillahi taala. Ni muhimu sana kuifahamu kwa sababu mimi, wewe, kila mmoja ana haja hii. Hii aya unaweza ukasoma kwa jambo lako. Mfano, labda wewe una mwanamke unahitaji ndoa, unataka kuolewa, mpaka leo hujaolewa, maskini Mungu, basi isome kwa nia, mwambie ya Rabbi, mimi ni mwanamke, mpaka muda huu sina mwanamume kunioa, wachumba wanakuja lakini kuoa hawaoi. Na kama utaweza basi unaweza ukaswali sunnati al-hajj rak'ataini, raka mbili, kisha baada hapo kaomba kwa dua hii ya kutumia aya hii. Hii sunna za haja nimezieleza nyuma katika darasa ambazo nyuma zimepita zinaswaliwaje, nimezieleza huko nyuma. Ni muhimu sana katika dua zako, na ifanye katika nyakati za usiku biidhnillahi taala. Ama wewe pengine uko katika sehemu unafanya kazi, lakini mazingira ya kazi yako yamekuwa magumu sana, au unafanya kazi katika mazingira ambayo watu hawakupendi kabisa kazini, mwambie Mwenyezi Mungu, nafanya kazi lakini watu kazini wanaletea vikwazo, watu kazini imekuwa mtihani. Swala kazi zako mbili, na kisha baada hapo kimetoa salamu, lete soma aya hii hata mara 7, kisha baada hapo mwambie Mwenyezi Mungu kesi yako hiyo. Wallahi ladhim, Mwenyezi Mungu atakujibu haraka sana. Mwenyezi Mungu atakujibu haraka sana 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 sana. Nasema hivi kwa msisitizo, kwa jambo, kwa shida ambayo ulikuwa nayo, najua hili mimi limenisibu, hili mimi jambo limenikamata, hili lifanye hili biidhnillahi taala. Na hapa nitakuongezea mwishoni na jina la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, utakwenda kusindikizia dua yako hiyo. Nitakupa hiyo, acha nikusomea yenyewe kwanza. Hii aya inasomwa hivi: Qul Allahumma fatira samawati wal ardh alima al-ghaibi wash-shahada anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun. Narudia tena, Qul Allahumma fatira samawati wal ardh alima al-ghaibi wash-shahada anta tahkum baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun. Narudia tena, Qul Allahumma fatira samawati wal ardh alima al-ghaibi wash-shahada anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun. Nitaiandika hapo chini kwa Kiarabu na nitaiandika hapo chini kwa Kiswahili. Yule anataka kuchukua basi biidhnillahi taala aweze kuishika na aweze kuichukua hii aya mwenyewe. Pendekezo lako, ukitaka kusoma mara moja sawa, ukitaka kusoma mara 3 sawa, ukitaka kusoma mara 5 sawa, lakini isome kwa witiri, kusoma kwa namba ambayo haigawanyiki, itakuwa ni bora sana katika njia hiyo. Hiyo ni aya yenyewe. Baada ya hapo sasa utakuja kusoma na dua hii. Hii dua utaisoma mara 7. Kama hiyo aya utaisoma mara 7 na hii dua isome mara 7. Kama hiyo aya utaisoma mara 4 basi dua isome mara 4. Kwa idadi utakayesoma aya basi na hii dua isome kwa idadi hiyo hiyo. Acha nikusomee hii dua, alafu kisha baada hapo nikutajie sasa, nikutajie jina la Mwenyezi Mungu ambalo utakwenda kusindikiza dua yako hii. Twende katika hii dua. Nairudia mara 3 nayo. Unasoma ya Allah, Allahumma ya Ghaniyu ya Hamid ya Rahim ya Wadudu ya Mubdi'u ya Mu'id akfini bihalalika an haramika wa bifadlika amman siwaka. Narudia tena, Allahumma ya Ghaniyu ya Hamidu ya Rahimu ya Wadudu ya Mubdi'u ya Mu'idu akfini bihalalika an haramika wa bifadlika amman siwaka. Narudia tena kwa mara ya 3 kwa msisitizo kuhusu hii dua. Ni muhimu sana. Idadi utakayesoma ile aya ndio idadi ambayo uje usome hii dua. Idadi utakayesoma hii aya ndio idadi ambayo uje usome hii dua. Baada hapo unamwambia Mwenyezi Mungu haja zako, unamwambia Mwenyezi Mungu shida zako. Narudia tena. Inasoma ya Allahu
ya Allahu ya Ghaniyu, Allahumma ya Ghaniyu ya Hamidu ya Rahimu ya Wadudu ya Mubdiu ya Muidu akfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadhlika amman siwaka. Ukimaliza kusoma dua hii ndio utakwenda kusoma na dua na jina la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ambalo utakwenda kusindikizia haja zako, utakwenda kusindikizia shida zako, utakwenda kusindikizia yale ambayo kwamba wewe unahitajia biidhnillahi Ta'ala, kwa kutumia jina lake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Walillahi alasmaul husna fad'uuhu biha, anayo yeye Mwenyezi Mungu majina yake mazuri, basi tumuombe kwayo majina yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Leo tunakwenda kuchagua jina moja ambalo tunakwenda kuliweka hapa ili kusindikizia dua yako hii biidhnillahi Ta'ala, na utakwenda kuona muujiza na maajabu yaliyokuwa makubwa sana. Jina lenyewe ni hili ndugu yangu. Jina lenyewe utakwenda kumwambia Mwenyezi Mungu kusema ya Samiu, ya Samiu, ya Samiu, manake mwenye kusikia, mwenye kusikia. Hebu nisikilize maombi yangu haya, nisikilize shida yangu hivi, kwa sababu ya Samiu, 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 ya Samiu. Hii ya Samiu, ya Samiu, ya Samiu utakwenda nalo utalisoma mara 99. Ya Samiu, ya Samiu, ya Samiu mara 99. Wallahi kwa haja uliokuwa nayo, wallahi kwa shida uliokuwa nayo, ambao unajua hii mimi nakwenda kumwambia Allah Subhanahu wa Ta'ala, Mwenyezi Mungu atakunyoshea biidhnillahi Ta'ala. Dua hii na uzoefu nayo, kwa sababu mimi binafsi yangu wako baadhi ya watu mara nyingi wananituma kuwafanyia dua, hususan ndugu zetu wale ambao wanaishi nje ya nchi wale. Mara nyingi wanaambia Sheikh, bwana nifanyie dua fulani, nifanyie dua fulani. Hizi ambazo nazileta hapa na zizifundisha hapa ndio dua ambazo mara nyingi wanawafanyia watu, na bahati nzuri 70% mpaka 80% watu wengi mambo yao yanakuwa sawa sawa. Wengine wanipigia kulipongeza na hata wengine kulipa bakshishi baada ya kuona lile dua na mambo jinsi gani yanavyokwenda. Kwa hiyo chukue hiyo, nenda kaifanye kazi. Kama utasahau kitu, unaweza kanipigia kwa namba 0713 8111 mwisho 46, ama 0793 052 052. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.